Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii kukualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Juni 14 na tunaenda kujifunza mada inayosema Roho Mtakatifu alitolewa ili kutufundisha. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya 16 aya 13. Neno la Mungu linasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike. Ninasema asante kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia watoto wako. Mungu wa mbinguni, tumekuja miguuni pako tukiwa ni wadhambi, atusamehe dhambi zetu. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya msaidizi uliyemweka katika maisha yetu, huyo Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo watoto wako tunaomba ukatusaidie tukubali mafundisho yake. Nasi tunapoendelea kukubali anavyotufundisha, ukatuandae kwa ajili ya ufalme ule ujao, ufalme wa mbinguni. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya shughuli ambazo umeziweka mikononi mwetu tuzifanye. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Kabla Kristo hajajitoa kuwa kafara ya wenye dhambi, alitafuta zawadi muhimu na kamilifu kwa ajili ya wafuasi wake. Zawadi ambayo itawaletea rasilimali zisizo na ukomo za neema. Alisema, nami nitamwomba Baba. Alisema, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yohana Mtakatifu sura ya 14 ya 16 hadi 18. Kabla ya hili, Roho alikuwepo ulimwenguni. Tangu mwanzo kabisa wa kazi ya ukombozi, alikuwa akitenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Lakini wakati Kristo alipokuwa hapa duniani, wanafunzi hawakuwa na haja ya mfariji mwingine. Hata atakapokwisha kupaa, ndipo atajisikia wanahitaji Roho, na ndipo atakapokuja. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo, lakini asiyekuwa na hali ya kibinadamu na hivyo huru. Kristo alipokuwa na mwili wa mwanadamu hakuweza kuwa kila mahali kwa wakati ule ule. Kwa hiyo ilikuwa kwa manufaa yao kwa Yesu kuondoka na Roho kutumwa badala ya Yesu. Hivyo hakuna ambaye angenufaika zaidi ya wengine kutokana na mahali alipo. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo angepatikana kwa wote. Kwa jinsi hiyo angekuwa karibu nao kuliko vile ilivyokuwa kabla hajaenda mbinguni. Popote tutakapokuwa kwa wakati wowote, tutakapojisikia wanyonge na hali ya upweke, wakati matarajio yanapoonekana kuwa giza na kesho kuwa yenye kutatiza, na tunajihisi kukosa msaada na kuwa wapweke, mfariji atatumwa katika kujibu ombi la imani. Hali fulani zinaweza kututenga na kila rafiki wa duniani, lakini hakuna hali wala umbali utakaotutenga na mfariji wetu wa mbinguni. Popote tulipo, popote tunapoenda, siku zote yupo upande wetu wa kuume kututegemeza, kutuimarisha, kutushikilia na kutufariji. Huyo mfariji huitwa Roho wa kweli. Kazi yake ni kufafanua na kudumisha kweli. Kwanza, hukaa moyoni kama Roho wa kweli na hivyo kuwa mfariji. Kuna amani na faraja katika kweli, lakini hakuna faraja katika uongo. Ni katika nadharia za uongo na mapokeo ambapo shetani hutawala akili za watu. Kwa kuwaongoza watu katika viwango vya uongo huipotosha tabia. Kupitia maandiko matakatifu, Roho Mtakatifu anasema na akili na kuweka ukweli katika moyo. Ndiyo maana Roho Mtakatifu hudhihirisha makosa
na kuyaondoa kutoka moyoni. Ni kwa njia ya Roho wa kweli akitenda kazi kwa neno la Mungu, Kristo huwatiisha kwake mwenyewe watu wake aliowachagua. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 281 hadi 284. Pendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 14 mwaka 2025, tukijifunza mada isemayo Roho Mtakatifu alitolewa ili kutufundisha. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.